Katika kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar, serikali imefungua zaidi ya miradi 100 na kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ya maendeleo, hii ikiashiria shamra kuelekea kilele cha maadhimisho ya mapinduzi ya Zanzibar Januari 12, ambapo leo Rais mstaafu wa awamu ya 7 ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein amefungua barabara ya Kitogani hadi Paje yenye urefu wa kilomita 13.2 katika mkoa wa Kusini Unguja na kusema ufunguzi huo utaweka historia kwa wananchi wa mkoa huo. Leo ni furaha kubwa sana. Hii ni shughuli mpya ambayo inaandikwa katika historia ya mkoa wa Kusini leo. Hivi sasa tumo katika kipindi muhimu sana tukisherehekea miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Katika kipindi hichi tunashuhudia mambo mengi sana ya maendeleo yaliyofanyika. Mengi ya mambo haya hayakuwepo, na hayo yanathibitisha umuhimu wa maendeleo yetu. Historia ya ujenzi wa barabara ya Zanzibar alianzisha balozi wakati ule wa Kiingereza, alikuwa mkazi hapa Unguja, ambaye alimwakilisha Malkia Elizabeth wa Uingereza. Na zilikuwa barabara ambazo watu wa Unguja walilipa jina ulimi wa nyoka, maana nyembamba kama ulimi wa nyoka. Hazikuwa kama hii ya leo kutoka Kitogani hadi Paje. Hazikuhimili vishindo vya abiria wengi, hazikuhimili vishindo vya mizigo gari ambazo zikichukua, hazikufika kila pahala. Baadhi ya barabara hizi zilishia mjini, kutoka mtaa mmoja hadi mtaa mwingine. Nyingine hazikutiwa lami zote, zilitiwa lami nusu. Nyingine zilikuwa za kifusi na kokoto, sio kama hizi za leo. Kwa hivyo wakati huo mambo ya koloni yalikuwa shaghala baghala. Baada ya mapinduzi, kwamba mambo yakabadilika baada ya mapinduzi, na leo tumefika hapa. Kila wilaya, kila mkoa, miundombinu ya barabara inabuniwa, inajengwa. Leo tumeshuhudia kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na serikali yetu katika kujenga barabara hii. Na haya ndio maana ya maendeleo. Maendeleo manake juzi kitu hicho kilikuwa hakipo, leo kipo na kizuri sana kwa maendeleo ya watu. Kwa upande wake, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Dr. Khalid Salum Mohamed amesema wizara itaendelea kujenga barabara za lami zenye viwango na ubora ili kurahisisha maendeleo ya kiuchumi Unguja na Pemba. Na sasa mheshimiwa, mtandao wetu wa barabara za lami Unguja na Pemba ni mkubwa sana, mijini na vijijini. Kuna barabara nyingine baada ya kuvuka muda zimeweza kujengwa upya na nyingine kufanyiwa resurfacing. Sasa kwa mkoa huu wa Kusini tuna barabara nyingi ambazo sasa zimeshajengwa na nyingine kufanyiwa ukarabati mkubwa baada ya kupita muda mkubwa wa matumizi yake. Suala la barabara za ndani Makunduchi tumefanya kazi kubwa kama ilivyosemwa, lakini pia wilaya ya Kati ni mashahidi, ndipo tulivyoanza. Tumefanya kazi kubwa sana barabara za ndani, lakini kule mkoa wa Kaskazini Pemba tumeshaumaliza barabara za ndani. Sasa sehemu zilizobaki ambazo tunazipigania kuzikamilisha barabara za ndani ni wilaya ya Kusini, wilaya mbili zote za Kaskazini, lakini pia na wilaya ya Kusini Pemba. Na mheshimiwa, ni watoe wasiwasi wananchi, hivi karibuni tumesign karibu kilomita 163 changanyiko wa barabara zimo za ndani. Kuna kilomita nyingine 65, lakini tuna kilomita 277.7 ambazo ndo hizi tunazozijenga. Lakini kwenye ilani ya chama mwaka 2025-2030 tumepangiwa kujenga barabara za ndani kilomita 533. Barabara zote hizo tunakusudia kuzijenga na tutazijenga kwa kiwango cha lami. Akieleza taarifa ya kitaalamu kuhusu ujenzi wa mradi huo, Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, Injinia Ali Saidi Bakari, amesema barabara hiyo imejengwa kisasa na imezingatia mahitaji yote ikiwemo taa za barabarani, alama za barabarani pamoja na kuzingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu. Mheshimiwa rasmi, barabara hii ni miongoni mwa barabara zinazojengwa kupitia mradi mkubwa wa barabara zenye urefu wa kilomita 277.7 pamoja na daraja la Uzi. Mkataba wa ujenzi wa barabara hizo ulisainiwa tarehe 17 Juni 2023 baina ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi pamoja na kampuni ya Kichina ya CCECC kwa gharama ya dola za Kimarekani 308,000, na ujenzi huu unasimamiwa na kampuni ya Darhandas kutoka Lebanon, na fedha za ujenzi huu zote zinalipwa na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa rasmi, kwa upande wa barabara hii ambayo umefungua
Gharama zake ni bilioni 26 za Kitanzania .7, na barabara hii ina njia 4 ambapo kila upande una njia 2 wenye upana wa mita 7 unaoruhusu gari 2 kupita kwa wakati mmoja. Barabara hii pia, Mheshimiwa mgeni rasmi, imezingatia ujenzi wa njia za watembea miguu zenye upana wa mita 1.5 kila upande, pamoja na uwekaji wa taa za barabarani kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo hasa kuanzia roundabout. Lakini kabla ya kufika wako hapa leo, Mheshimiwa Waziri pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wameelekeza taa hizi ziwepo katika eneo lote, hata sehemu ambazo haziishi watu. Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara hii pia ina mitaro na madaraja madogo madogo 4 kwa ajili ya kupitisha maji ya mvua. Pia ujenzi wa barabara hii umezingatia sehemu ya kupitisha miundombinu ya huduma za maji, umeme na data. Vile vile bomba za kuweka mabomba ya kupitisha huduma za mawasiliano. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa barabara hii umewekewa michoro ya kugawa barabara, yani road marking, pamoja na kuweka alama za usalama barabarani za kuonesha mipindo, kasi ya mwendo unaotakiwa na alama za wanaokatisha barabara, pamoja na kuzingatia watu wenye mahitaji maalum. Barabara hiyo ni miongoni mwa matunda ya mapinduzi ambapo utarahisisha harakati za kiuchumi katika ukanda huo wa kitalii na kurahisisha huduma za kijamii. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Haya, pesa hii uende ukatumie skuli eh? Haya mama. Asante mama. Haya. Mama mdogo. Nataka na mimi niende skuli. Mpumbavu mkubwa. Hizo kazi za ndani ushazimaliza hata unataka kwenda skuli? Nishazimaliza. Ulikuwa umwambie baba yako kabla hajafa akupeleke skuli. Mbona kumwacha tu akafa? Yule alijua kuwa wewe huna hadhi ya kwenda skuli. Pumbavu. Nenda ndani huko. Ngalikuwa baba na mama leo kwa yasingenikuta kila siku manyanyasa. Aha, unasemaje? Nikwambia kitu Aiman. Nahisi kama ulioniwashia moto ndani ya moyo wangu na unaendelea kuniunguza ndani kwa ndani. Mimi nilikuwa nakuvutia pumzi tu wewe. Unalilia nini na utozobi wako? Wewe! Usifanye hivi mtoto. Ramda nisirudie, lakini kama kufanya ndo nishafanya. Kunya moto basi niungue. Wewe hujui kama mtoto yatima huyu? Kama mtoto wako wewe ukamkuta anadhalilika kama hivi utaridhika wewe? Usimfanye hivi mtoto. Elewa kwamba leo kwake, kesho kwako. Kutokuwa na wazazi haimaanishi kuwa ndio chanzo cha kuishi kwa manyanyaso na masimango. Kila mtu ana haki ya kuishi kwa furaha na amani hata ikiwa hana wazazi. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.